Maisha ya kiungu yaliyodhihirika na kufunuliwa katika saa na wakati tunaoishi kupitia kwa mmoja wa ndugu zetu William Marion Branham. Hii ni hadithi ya tukio la ukweli ambayo ungeweza kusoma, nayo itabadilisha mawazo yako katika ulimwengu unaoishi sasa na pia ulimwengu ujao. Hadithi hii imeletwa kwako katika njia ya maigizo ili kunufaisha watu wote watakaokuwa tayari kusikiliza. Nami natarajia kwamba itakuwa baraka kwa kila mmoja wenu ambaye atakuwa tayari kusikiliza kutoka kwa hadithi hii. Mungu awabariki sana. Tunaendelea na sehemu ya pili, matendo ambayo yametendeka mwaka 1912 hadi mwaka 1916. Charles Branham alikuwa ameshambatanisha pesa za kutosha ndani ya barua yake ili Ella aweze kukodi gari na kubeba mizigo kwa ajili ya safari. Hakuwa na mali nyingi za kupakia isipokuwa wavulana wake watatu waliokuwa wakisumbuka. New Albany ilikuwa zaidi ya maili 100 kaskazini mwa Bucksville, na kwa kuwa alikuwa karibu kujifungua, Ella aliogopa safari hiyo. Lakini kwa Billy mwenye umri wa miaka 3 ambaye hakuwahi kuona zaidi ya kibanda chao cha milimani, safari hiyo ilionekana kama tukio la kusisimua maishani mwake. Alivutiwa sana na daraja lililokuwa likivuka mto Ohio kati ya Louisville, Kentucky na New Albany, Indiana. Baada ya maili nyingine 10 kuelekea kaskazini, walifika kwenye makazi yao mapya, mji mdogo wa Utica, Indiana. Mnamo Mei tarehe 27 mwaka 1912, Ella alijifungua mwanawe wa 4 na kumpa jina Melvin. Majira hayo ya kiangazi, Charles alifanya ukulima kwa mkulima wa eneo hilo. Ilikuwa kazi ngumu sana, wakati mwingine alilazimika kutembea nyuma ya farasi na jembe kwa masaa 12 kwa siku, akitokwa na jasho chini ya jua kali linalowaka. Na mara zaidi ya moja alirudi nyumbani huku shati lake likiwa limeunguzwa na jua hadi kushikamana na mgongo wake, na Ella alilazimika kulikata kwa makasi. Ilipofikia majira ya mahindi kuanza kuota, Charles alilazimika katika siku zake kutumia jembe lenye shingo ya bata, akifyeka mizizi na magugu kati ya mistari ya mazao. Mwanzoni mikono yake ilijaa malengelenge na kutoka damu. Baadaye mikono hiyo iliunda sugu ngumu kama ngozi ya mnyama. Alivumilia mateso haya yote kwa ujira wa senti 75 kwa siku. Katika msimu wa vuli, Charles alirudi kwenye kazi yake ya ukataji miti na kubeba magogo mazito mazito. Kazi hiyo ilimjia kwa urahisi zaidi ya kilimo. Alikuwa amekulia msituni na alianza kazi ya ukataji miti akiwa na umri mdogo. Ingawa alikuwa na uzito wa paundi 150 pekee, mwili wake ulikuwa umejaa misuli na alikuwa na ustadi mkubwa kiasi kwamba alikuwa anaweza kupakia gogo lenye uzito wa paundi 900 kwenye gari peke yake. Lakini majira ya baridi yalipoanza kuingia, Charles alipata wasiwasi kwa sababu wote 6, baba, mama pamoja na watoto, walikuwa wakiishi katika chumba hicho kidogo. Chumba hicho kilikuwa kidogo mno zaidi ya kile ambacho alikuwa anaishi kule Kentucky. Kazi ya ukataji miti ilimfanya akae mbali na familia yake wiki kadhaa. Asingependa mke wake apitie mateso kama aliyopitia msimu wa baridi uliopita, hivyo Charles akaanza kutafuta hali bora ya maisha. Majira ya kuchipua mwaka 1913 yalifika kabla Charles kupata kazi ya kudumu. Hatimaye alipata kazi huko Jeffersonville, Indiana, akifanya kazi kwa Bwana Wathen, tajiri mkubwa aliyemiliki Wathen Distilleries, na pia alikuwa sehemu ya wamiliki wa timu ya kitaalamu ya baseball, Louisville Colonels. Charles aliajiriwa kama dereva binafsi kwa sababu alikuwa mahiri sana katika kushughulikia farasi. Kazi hiyo haikulipa mshahara mkubwa wa pesa taslimu, lakini ilikuja na manufaa makubwa. Kwanza, alipewa mahali pa kuishi bila malipo kwenye ardhi ya Bwana Wathen. Eneo hilo lilijumuisha nyumba ya magogo yenye vyumba viwili, banda la zamani, sehemu kubwa ya bustani na shamba dogo ambapo Charles angeweza kulima kwa faida yake binafsi. Pia, Bwana Wathen alikuwa na shamba la maziwa karibu, na Charles aliweza kuchukua ndoo ya maziwa kila usiku, faida isiyokuwa ndogo kwa baba mwenye wavulana 4 waliokuwa wakikua. Jeffersonville ni mji ulioko maili 4 kaskazini mashariki mwa New Albany,
ulio kando ya mto unaojulikana kama Utica Pike. Bwana Wathen aliishi maili 7 nje ya mji katika eneo kubwa la kifahari. Nyumba ya Magogo ambayo Charles alihamia ilikuwa kwenye mteremko wa kilima ikiangalia mto Ohio. Kuta za nje zilijengwa na mbao ambazo zilichakaa kutokana na hali ya hewa. Mle ndani, nafasi kati ya Magogo ilijazwa na udongo. Nyumba hiyo ilikuwa na sakafu ya udongo, vyumba viwili na sehemu ya kulala juu ya boriti za paa katika moja ya vyumba. Ngazi ya kupanda kwenda juu ilitengezwa kwa kutumia mashina mawili ya miti midogo. Katikati ya sakafu ya chumba kimoja, kisiki cha mti kilichokatwa kiliwekwa na juu yake kukawekwa mawe bapa, ambapo jiko la kuni lililoundwa kutoka kwa pipa la mafuta tupu lilisimikwa. Kwa kupika, Ella alitumia jiko la chuma lililojulikana kama monkey stove, ama tukitumia neno la Kiswahili ni jiko la yonda. Pia walikuwa na taa iliyokuwa ikitumia mafuta ya taa kwa ajili ya mwanga. Kwa ujumla, nyumba hii ilikuwa afadhali zaidi ya kibanda chenye chumba kimoja walichokuwa wakiishi huko Utica. Kwenye mteremko mbele ya nyumba ya Magogo, mti wa apple ama mti wa mtofaa ulitandaza matawi juu ya chemchemi ndogo. Maji baridi kutoka chemchemi hiyo yalifanya kazi kama jokofu kwa sehemu kubwa ya majira ya joto, yakiweka makopo ya chuma yenye maziwa, mtindi na siagi yasiharibike haraka. Hata hivyo, Charles hakuweza kuhifadhi maziwa mala hapo. Watoto wake wadogo wa familia ya Branham walikuwa wengi na walipenda kuyachukua kwa siri. Chemchemi hiyo iliwapatia maji ya matumizi nyumbani hadi katikati ya mwezi wa 8, wakati ambapo hatimaye ilikauka. Baada ya hapo, walilazimika kupampu maji kutoka kwenye kisima kilichokuwa karibu na banda la mifugo na kuyabeba juu ya kilima hadi nyumbani. Billy alipenda sana chemchemi hiyo inayochemka taratibu. Kwa na chungu kilichotengenezwa kwa kibuyu kilichoning'inia kwenye msumari ulioingizwa kwenye shina la mti wa apple, lakini Billy mara chache alikitumia. Badala yake, alipenda kulala kifudifudi kwenye nyasi laini, kuweka midomo yake kwenye maji na kunyonya hadi tumbo lake likajaa. Kisha angejaza jagi na kumpelekea baba yake shambani. Charles kila mara alirudi nyumbani kutoka shambani akiwa na njaa kali ya chakula cha jioni. Kwa kuwa hakuwa na mabomba ya maji mle ndani, alikuwa akiosha mikono yake nje ya nyumba, ambapo benchi lilijengwa dhidi ya mti wa apple. Benchi hilo lilikuwa tu ubao wa banda uliobandikwa kwenye shina la mti kwa msumari, huku ubao mwingine ukiweka upande wa pili kama mguu wa benchi, na ubao uliopigwa pembe chini yake ili kufanya benchi liwe imara. Wavulana wote 4 walipanga mstari nyuma baba yao ili kunawa. Charles alipokunja mikono ya shati lake aliloshona mwenyewe ili kujipaka sabuni, misuli yake ya mikono ilivimba na kuonekana ikitetemeka kwa nguvu. Billy alimtazama kwa fahari, akiwazia, huyu ndiye baba yangu. Yeye ni mwenye nguvu, ataishi miaka 100, na nitakapokuwa mzee, bado nitakuwa nikimtizama baba yangu mwenye misuli mikubwa. Charles alikuwa na kimo cha futi 5 na inchi 7 pekee. Billy alikuwa amerithi nywele nyeusi za mawimbi na sura nzuri ya Kiailandi kutoka kwa baba yake, lakini hakurithi mwili wake wenye nguvu. Badala yake, Billy alikuwa mwembamba na mwenye mwili wa misuli miembamba kama mama yake. Zamu ya Billy ya kunawa ilifuata. Alikuwa mwangalifu sana kuhakikisha sabuni ya majivu aliyotengeza mamaye haikumuingia machoni. Aliwahi kuonja uchungu wake mara moja, na hilo lilitosha kabisa. Alijifuta na taulo ambalo mama yake alikuwa ametengeneza kutoka kwa gunia tupu la unga wa mahindi. Taulo hilo lilikuwa na uso mgumu na lisilo la kustarehesha. Hivyo basi, Billy alifuta taratibu kwa kugusagusa mwili wake. Juu ya benchi la kunawia, kipande cha kioo kilichovunjika kilikuwa kimeshikiliwa kwenye shina la mti kwa misumari 5 iliyopinda. Billy alipanda juu ya benchi ili ajitazame, kisha akatumia kitana cha bati kunyosha nywele zake ambazo si rahisi kuchanika wakati huo. Charles alikuwa ametengeneza meza ya chakula cha jioni na mabenchi kwa kutumia mbao za zamani. Mabenchi hayo yalifanana na viti vya kanisani. Billy kila mara alikaa karibu na baba yake wakati wa chakula cha jioni.
Chakula cha kawaida kilikuwa supu ya maharagwe, mkate wa mahindi, vitunguu vilivyochemshwa na mtindi. Ella alikuwa akikoka mkate wa mahindi kwenye sufuria, kisha kuupeleka kwenye sahani na kupitisha sahani hiyo mezani, ili kila mtu avunje kipande chake alipopokea. Pili kila mara alichukua kona ya mkate kwa sababu ilikuwa na ganda gumu, na alipenda kulowesha mkate wake wenye ganda katika supu yake. Mnamo Mei tarehe 14 mwaka 1914, Billy alipata ndugu mwingine, Edgar Lee Branham. Katika miaka iliyofuata, maisha ya Billy yaliingia katika mpangilio mzuri na wa kawaida. Kila Jumamosi alasiri, baba yake alikuwa akikopa nyumbu na gari la mbao kutoka kwa Bwana Wathen, kisha kupakia familia yote na kusafiri maili 7 hadi mjini kununua vyakula. Watoto 4 wadogo wa familia ya Branham walirukaruka nyuma kwenye lundo la majani makavu, lakini Billy alikuwa na bahati ya kukaa mbele kwenye kiti cha gari pamoja na baba na mama yake. Billy kila mara alihisi msisimko mkubwa kuhusu kwenda dukani kwa sababu alijua kinachotegemewa kutokea. Charles, ambaye alikuwa akipata dola 3.50 kwa wiki, mara nyingi alitumia dola 3 kati ya hizo kununua mahitaji ya nyumbani. Wakati mwingine alikuwa akijitumbukiza katika starehe ndogo ndogo kwa kununua mfuko wa sukari ya kahawia au biskuti za pipa zilizosafishwa kwa chumvi. Lakini mara nyingi alinunua vyakula vya msingi kama maharagwe, viazi, unga wa mahindi, vyakula ambavyo vingeweza kutosheleza familia kwa muda mrefu. Aliporudi kwenye gari lao la mbao baada ya kununua vitu, Macho Kumi alimtazama baba kwa hamu, huku akigawia fimbo 4 za pipi kwa usawa wa wavulana wake 5. Mara moja, watoto 4 wadogo wa familia ya Branham walianza kukula pipi zao za peremende kwa hamu hadi zikawa nyembamba kama kijiti. Lakini Billy alikuwa mwerevu. Alikula peremende yake kwa muda mfupi, kisha akaifunga kwa kipande cha karatasi ya kahawia iliyoraruliwa kutoka kwenye mfuko wa duka na kuiweka salama mfukoni mwake. Billy alikuwa na mpango wa kutumia peremende yake baadaye. Jumamosi usiku, walijaza beseni kubwa la mkaratusi na maji ya moto ili kuoga kwa zamu, mmoja baada ya mwingine, bila kubadilisha maji. Ella alimkanda Billy kwa nguvu kwa kutumia sabuni ya majivu akisema, nataka nikuone ukiwa msafi kama kitunguu kilichomenywa. Baada ya hapo alimfuta kwa taulo lililotengenezwa kwa kitambaa cha unga wa mahindi. Billy alihisi kama kwamba ngozi yake yote ilikuwa imechubuka. Ella alijua kuwa Billy hakukula mlo kamili, yani balanced diet. Hivyo kila wiki baada ya kuoga alimlazimisha kumeza kijiko kimoja kikubwa cha mafuta ya mbarika, akiamini ya kuwa yangemsaidia kuzuia mafua. Billy alitazama kijiko hicho kilichojaa mafuta yenye kunata na kuomba kwa huruma, "Oh mama, tafadhali usinilazimishe kunywa. Yananifanya nihisi kuwa mgonjwa. Siwezi kuyavumilia." Lakini mama yake alimjibu kwa uthabiti, kama hata kufanya uhisi kuwa mgonjwa, basi hakusaidii chochote. Billy alishikilia pua yake, akaweka kijiko kilichojaa mafuta ya mbarika mdomoni, akajaribu kumeza akipigwa na kichefuchefu. Akatetemeka mwili mzima, hatimaye akafanikiwa kuyameza kwa shida. Kila Jumapili, Ella alitengeneza supu ya mulligan, yani ni mchanganyiko wa karoti, kabichi, viazi, maharagwe, unga wa mahindi na kipande cha nyama ya ng'ombe. Vyote vilichemshwa pamoja kwenye sufuria moja kubwa. Mabaki ya mchuzi huo yaliwatosha kwa siku 2 au 3. Jumatatu, Ella alikuwa akifua nguo nje ya nyumba ya Magogo akitumia birika kubwa la chuma lililowekwa juu ya moto wa wazi. Billy, akiwa mtoto wa kwanza, alihitajika kukata matawi kwa ajili ya kuni. Pia alitarajiwa kujaza birika hilo maji. Ilikuwa jukumu gumu kwa mvulana wa umri wa umbo lake. William, mama yake alimuita. "Na mama, naenda kwenye chemchemu kalete ndoo ya maji." Billy alifikiria jinsi ndoo hiyo nzito ya mkaratusi ilivyomtosha begani mwake, hata ikiwa imejazwa nusu tu. Aliingiza mkono mfukoni mwake na kugusa kipande cha peremende alichokifunika vizuri na karatasi.
Kisha akamtafuta ndugu yake mdogo Edward. Humpy mara nyingi alitumia jina hilo kumuita ndugu yake. Nitakwambia kitu nitakachofanya. Nitakuruhusu urambe peremende hii nikihesabu hadi 10 ukienda kuniletea ndoo ya maji. Maskini kijana Edward alikubali kwa furaha na akakimbia kwenda kuchota maji. Billy akamzawadia na kumwekea fimbo ya peremende mbele yake. Billy akaanza kuhesabu 1, 2, 3. Edward akiramba peremende akasema, si haraka hivyo, hesabu haraka hivyo. Billy akaanza tena. Edward akapata nafasi ya kulamba chache zaidi. Kulikuwa na kazi nyingine za kufanya, lakini alimradi tu Billy alikuwa na peremende mfukoni mwake. Billy alikuwa kijana wa starehe. Siku ya kufua, Ella alitumia fimbo ya baba ya Hickory kuchochea nguo ndani ya birika lililochemka, kisha kuzitoa moja baada ya nyingine zilipokuwa tayari. Alikuwa akihifadhi fimbo hiyo kwa kuining'iniza kwenye msumari uliokuwa ndani ya mlango wa nyumba yao. Lakini fimbo hiyo haikutumika tu kwa kufulia. Ella alitumia pia kwa kulainisha magodoro yaliyokuwa yamejazwa majani makavu. Yaani magodoro yenyewe yametengezwa tu na majani makavu. Kisha akatandika mashuka juu yake kwa usawa. Zaidi ya hayo, Charles alikuwa akitumia fimbo hiyo kama chombo cha nidhamu. Wakati mwingine kama mmoja wa wavulana alikuwa amekosea na alitarajia kupewa adhabu, fimbo hiyo ya Hickory ilitoweka kwa njia ya kushangaza. Charles hakuwahi kosa kushindwa kupata mbadala wa fimbo hiyo. Badala yake alitumia mkanda wake wa kunolea wembe uliotengenezwa kutoka kwa mkanda wa zamani. Au wakati mwingine fimbo ya kusukuma risasi kutoka kwenye bunduki yake, ramrod. Watoto wote wa familia ya Branham walipata elimu. Kibanda cha kuni, wakikimbia kwa kasi kuzunguka baba yao huku akiwachapa makalio hadi akawa mekundu. Charles aliita adhabu hiyo kumtoa shetani ndani yao. Siku moja, Edward alibuni mpango wa utundu. Billy alisema, mama na baba wako bustani wanapalilia. Ukiingia ndani na kuchukua sukari, mimi nitachukua biskuti kisha tutakutana kwenye ghala. Billy aliona mpango huo ukiwa wa haki kabisa. Ella alikuwa akiweka sukari ya kahawia kwenye sanduku ndani ya nyumba. Mara nyingi alikuwa akichanganya na maji ili kuchanganya na unga kwa ajili ya kutengeneza mahanjera ya kifungua kinywa. Billy akajipenyeza ndani ya kibani, akachota konzi kubwa ya sukari, kisha akaanza kuelekea ghalani. Bustani ilikuwa nusu njia kati ya nyumba na ghala. Charles alikutana na kijana wake. Unakwenda wapi? Charles aliuliza. Nakwenda kwa ghala, Billy alijibu. Umeshika nini kwa mkono? Billy alifikiria. Ni mkono upi? Charles alisema, njoo hapa. Baada ya hapo, Billy alichapa kichapo kingine na hakuwahi kutamani tena sukari kwa muda mrefu. Mwishoni mwa mwezi wa 8 mwaka 1916, baada ya mashini ya kupura inayotumia mvuke kumaliza kuchakata mazao ya nafaka, Ella alijaza magodoro yao kwa majani mapya makavu. Usiku huo, muda mfupi baada ya wavulana kulala, Billy alipasua kelele kana kwamba mtu mzima alikuwa amemgusa shavuni. Ella akakimbilia kwenye ngazi na kuita, Billy, kuna nini? Mama, kuna kitu ndani. Mamake kwenda kuangalia akasema, ni panzi tu aliyenaswa ndani ya majani mapya. Sasa tulia na ulale. Mama, siwezi lala na kiumbe hicho kikiruka humu ndani. Ella akachukua taa ya mafuta ya makaa na akapanda juu ya dari ili Billy aweze kuona. Akafungua upande wa godoro lake, akachonoa majani mapya na hatimaye akampata panzi aliyekuwa akisumbua. Billy akamwachia huru panzi huyo kwa kumsukuma nje kupitia mpasuko mdogo uliokuwa kati ya paa na ukuta wa nyumba yao ya magogo. Baadaye Ella alicheka kidogo kuhusu tukio hilo alipomsimulia Charles, lakini hakuweza kumueleza mumewe kuhusu wasiwasi mkubwa kumhusu Billy. Mvulana huyo alikuwa na wasiwasi za siku hizi karibuni, na chakula chake kilionekana kutomstiri vizuri. Zaidi ya mara moja katika mwezi uliopita,
Billy alikuwa akilalamika kuhusu tumbo lake kuuma baada ya chakula cha jioni na pia kuhusu kiungulia, yani asidi ya tumbo. Je, alikuwa na hofu kwa sababu alikuwa karibu kuanza shule? Au alikuwa na jambo jingine lililokuwa likimsumbua? Ama inawezekana linahusiana na tabia ya baba yake ya kunywa pombe? Mnamo Septemba, Billy na Edward walianza shule pamoja. Billy alikuwa na umri wa miaka 7.5. Ingawa alikuwa mkubwa wa miezi 11 zaidi ya mdogo wake. Kwa kimo alionekana kama mapacha. Edward alikuwa mfupi kwa tofauti ndogo sana. Billy hakuwa na mavazi ya kwenda shuleni. Msimu mzima wa joto alikuwa akitembea pekupeku bila shati, huku akivaa suruali ambayo imetengenezwa kutokana na surupwenye zilizokuwa na viraka vingi sana. Kwa kuwa familia yao haikuweza kudumu nguo mpya, Ella alihitaji kubuni njia badala. Alikata koti ambalo Charles alikuwa amelivaa siku ya harusi yao, akalishona na kutoa humo akatengeneza suruali kwa ajili ya Billy. Charles alirudi nyumbani akiwa amebeba soksi nyeupe na jozi ya viatu vya zamani ambavyo vilimtosha Billy kwa shida. Na hivyo basi, mavazi ya Billy kwa ajili ya shuleni yakawa kamili. Ella alipomaliza kumvalisha nguo kwa ajili ya safari yake mpya ya maisha, alimtazama na kusema, "Haya basi, hebu tuone ulivyo." Akasimama nyuma kidogo ili kumwangalia kwa umbo zima. Mbavu zake zilizokuwa wazi zilimfanya aonekane mdogo na mwembamba sana. Nywele zake zilizoning'inia shingoni, suruali yake ya kushona nyumbani na viatu vyake vya zamani vya tennis vilimfanya aonekane duni. Ella akatabasamu na kusema, "Hivi sasa huonekani tofauti na mkaaji wa Kentucky mwenye upepo mkali." Alikuwa amefanya kila awezalo kwa kutumia kile kidogo alichokuwa nacho. Cha kusikitisha ni kwamba mtoto wake mkubwa alilazimika kwenda shule bila shati. Asubuhi moja ya baridi mnamo Septemba mwaka 1916, Billy na Edward walianza safari yao ya kwenda shule. Walitembea kwa tabu kando ya barabara ya mto kuelekea Utica Pike, shule ya kijiji yenye darasa moja iliyo kati ya vilima kwa muonekano wa mto Ohio. Mwalimu wao alikuwa B. Temple, ambaye angemfundisha Billy kwa miaka mingi katika madarasa yote 8, huku wanafunzi wakiwa wa umri wa miaka 6 hadi 15. Shuleni Billy alijifundisha zaidi ya stadi 3 za kusoma, kuandika na kuhesabu. Ghafla akiwa darasani, mtazamo wake kuhusu dunia ulitanuka. Alipokuwa ameketi darasani, alipata muda wa kujilinganisha na watoto wengine. Tofauti kati yao zilionekana wazi na zilimpiga machoni moja kwa moja. Hawa walikuwa wavulana na wasichana wa kijijini kama yeye, lakini wengi wao walivaa mavazi mazuri na viatu vilivyowatoshea vizuri, na wote walikuwa wamevaa mashati. Wakati wa chakula cha mchana, watoto wengine walikula sambusa na kupata vidakuzi au keki kama kitindamlo. Billy kwa upande wake alikula maharagwe, na katika baadhi ya siku hakuwa na chakula kabisa. Polepole alianza kutambua jambo moja la kusikitisha: familia yake ilikuwa maskini. Tangu mwanzo, Billy alitambulikana kama mtu wa nje kati ya wavulana wakubwa. Walimuita mvunjaji mahindi na kumkejeli kwa sababu ya lafudhi yake ya mlima, iliyokuwa kawaida kwa watu wa mlima Kentucky. Walimcheka pia kwa sababu ya mavazi yake ya kuchakaa. Wiki chache baada ya shule kuanza, Billy na wavulana wengine wa rika lake waliamua kutumia alasiri moja kuvua samaki kwenye bwawa la barafu lililo nyuma ya kibanda cha familia ya Branham. Waliliita bwawa la barafu kwa sababu kila msimu wa baridi Bwana Wathen alikuwa akikata vipande vya barafu kutoka humo, kuhifadhi kwenye mchujo wa mbao na kuvitumia wakati wa kiangazi kuhifadhi vyakula katika masanduku ya barafu kwenye shamba lake la maziwa. Billy alifurahi sana kwamba wavulana hao walimjumuisha katika mpango wao. Si kwamba alipenda uvuvi, bali pia alitamani kuwa sehemu ya kikundi hicho. Baada ya shule, Billy alikimbia nyumbani akiwa na shauku kubwa ya kuchukua mti wake wa kuvulia samaki kutoka kwenye dari ya chumba chake cha kulala.
Viatu vyake vya tenis havikumtoshea vizuri na vilikuwa vimesababisha kidonda sugu kwenye kidole kikubwa cha mguu wake. Siku hiyo shuleni mawazo yalikuwa yamejikita kwenye kidonda hicho. Kila alipohamisha mguu wake, maumivu yalikuwa makali kiasi kwamba hakuweza kuelekeza fikra zake kwenye masomo. Lakini sasa, kwa msisimuko na haraka aliyokuwa nayo, alihisi maumivu hayo kuwa si kitu. Aliingia kwa kasi ndani ya kibanda chao, na mara tu alipoweka mguu wake kwenye ngazi ya matawi, mkono wenye nguvu ulimshika begani. Baba yake akamgeuza na kumwangalia. Billy, kuna kazi muhimu sana nataka ufanye alasiri ya leo. Billy alihisi moyo wake ukisimama kwa hofu. Lakini baba, nilikuwa nimepanga kwenda kuvua samaki na marafiki zangu leo alasiri. Unaweza kwenda kuvua kesho, Charles aliendelea. Ninaandaa kupika pombe ya mahindi usiku wa leo na ninachelewa. Nahitaji kuwa na maji ya kutosha kwenye banda ili kupoza mizunguko ya bomba. Lakini baba, umri wako sasa unaruhusu kufanya kazi na ninahitaji msaada wako. Ndoo ziko kwenye banda kando ya pampu. Sasa panda juu, badilishe nguo. Nitakuwa kule nyuma kwenye banda nikiandaa mitambo ya kutengeneza pombe. Billy alianza kupanda ngazi taratibu huku akigeuza kichwa chake ili baba yake asione machozi yake. Charles akamkumbusha kwa sauti nzito, nakumbuka, usiseme neno lolote kuhusu hili kwa mtu yoyote. Ndiyo baba. Ingawa marufuku ya kimataifa dhidi ya pombe haikupigiwa kura hadi mwaka 1919, baadhi ya majimbo yalikuwa tayari na sheria za kupinga pombe mapema hata mwaka 1906. Mnamo mwaka 1916, Indiana ilikuwa tayari ni jimbo lisiloruhusu pombe. Charles hangeweza kuishi bila pombe. Kwa kuwa hakuwa na pesa za kutosha kununua pombe kwenye soko la magendo, yani black market, yeye na jirani yake Bwana Donbash walitengeneza mtambo wa kutengeneza pombe haramu kwenye banda lililoko nyuma ya nyumba ili kutengeneza kinywaji chao cha kujitengenezea. Baada ya kunywa pombe, wangeuza iliyobaki kwa majirani waliokuwa na kiu na kuweka pesa kidogo kidogo mfukoni. Walikuwa wameamua kujenga mtambo wa pili. Na usiku huo walikuwa na mpango wa kuwasha mitambo yote miwili na kila kitu kilihitajika kuwa tayari. Billy alikaa juu ya godoro lake la majani kwa muda mrefu akihisi maumivu ya kidonda kwenye kidole cha mguu wake alipohisi mapigo ya moyo wake. Hatimaye alikusanya nguvu za kubadilisha mavazi. Akatoa viatu vyake, akatoa suruali yake ya shule na kujibana katika surupwenye yake ya zamani. Mikanda ya mabega ya surupwenye hizo ilikuwa imepotea na sasa zilishikwa na kamba yenye misumari badala ya vifute. Misumari hiyo iliingia kwa urahisi kwenye matundu ya vifungo vyake mbele ya surupwenye, yani overall. Na alipogeuza haikutoka. Kisha aligonga kidole chake chenye kidonda, jambo lililomlazimu kufunga ganda la mahindi chini ya kidole chake ili kulikinga na uchafu. Polepole alishuka ngazi na kutembea taratibu kuelekea kwa kisima kilicho karibu na zizi la ng'ombe. Ndoo mbili za molasi zilikuwa zimekaa kando ya bomba la pampu. Billy alizijaza maji. Kila ndoo ilikuwa inashikilia nusu galoni ya maji. Na ilikuwa kazi ngumu kwa misuli yake ya miaka 7 kuinua na kwa kutumia vipini vya kamba. Mchana huo ulikuwa wa joto na utulivu kabisa. Hakukuwa na upepo hata kidogo uliotikisa majani makavu ya manjano. Billy alipoanza kuelekea kwenye banda, alisikia sauti za kicheko zikija kutoka kwenye bwawa la barafu lililokuwa karibu. Marafiki zake tayari walikuwa pale wakivua samaki, wakitania, wakifurahia muda wao. Billy huzuni ikimlemea na machozi yakaanza kutiririka usoni mwake. Alipofika nusu ya safari yake juu ya kilima karibu na bustani, aliketi chini kupumzika chini ya kivuli cha mti mkubwa wa mwarobaini wa fedha. Machozi yalikuwa yakitiririka, yaliacha mstari ya matope kwenye mashavu yake. Alikuwa akiugua kwa huzuni. Si ni jambo la kusikitisha, wale wavulana wote wako pale wakivua samaki, lakini mimi
lazima nibaki nyumbani na kubeba maji kwa ajili ya pombe. Ghafla alisikia sauti kama majani yakitetemeka kwa upepo. Lakini Billy hakuhisi upepo wowote. Aliwaza ni nini hicho? Kisha akaangalia pande zote. Majani ambayo yalikuwa yameanza kukauka na kubadilika rangi kuwa kahawia yalikuwa yametulia kabisa. Hakukuwa na hata dalili ya upepo. Aliendelea kulalamika moyoni mwake. Baba zao hawafanyi hivi. Kwa nini mimi ninabeba maji kwa ajili ya hizi pombe haramu? Mara nyingine tena alisikia sauti ya majani yakivuma. Alisimama na kuangalia juu kwenye matawi ya mti, lakini hakuona chochote kikisogea. Baada ya kulia na kunungunika zaidi, alichukua ndoo zake na kuendelea kupanda njia ya kilima. Kidole chake kilichojeruhiwa kiliacha alama za kipekee nyuma kwenye njia ya udongo. Alitembea umbali mfupi tu aliposikia ule mlio tena, safari hii ukiwa mkubwa kuliko awali. Billy akageuka wakati huu, akaona dimbwi la upepo likitanda katikati ya matawi ya mti. Hilo peke yake halikuwa jambo la ajabu. Madimbwi ya upepo yalikuwa ya kawaida wakati wa msimu wa vuli. Mara nyingi alikuwa ameyaona akizunguka mashambani akibeba majani makavu na kuyapeperusha mbali. Lakini madimbwi hayo daima yalikuwa yakisafiri, yakisogea juu ya ardhi. Hata hivyo, hili lilionekana kama limekwama mahali pamoja. Akiwa amevutiwa na tukio hili, Billy alitazama jinsi majani ya kijani, ya kahawia na manjano yalivyokuwa yakizunguka kwa kasi. Ghafla sauti nzito yenye mamlaka ilitoka juu ya mti ikisema kwa sauti kuu, usiwahi kunywa pombe, kuvuta sigara na kuchafua mwili wako kwa njia yoyote ile. Una kazi utakayofanya utakapokuwa mtu mzima. Billy alisikia maneno hayo kwa uwazi kabisa, kana kwamba baba yake alikuwa akizungumza, lakini haikuwa sauti ya baba yake. Alikuwa hajawahi kusikia sauti ya ajabu kiasi hicho hapo awali. Akiwa amejawa na hofu, aliacha ndoo zake na kukimbilia kwenye kibanda, akipiga mayowe kwa sauti kubwa. Ela alichukua haraka mkononi mwake mtoto wake. Billy, kuna nini? Umeumwa na nyoka? Alidhani labda alipokuwa akipita karibu na bustani, mwanawe alikuwa amekanyaga copperhead, nyoka mwenye sumu anayepatikana sana katika eneo hilo. Hapana mama, Billy alisema kwa hofu, huku akielekeza kidole chake chini ya kilima kuelekea bustani. Kuna mtu kwenye ule mti. Ela alitikisa kichwa akimwangalia kwa mshangao. Oh Billy, huenda ulisimama ukalala usingizi njiani. Hapana mama, kuna mtu kwenye ule mti. Aliniambia nisinywe pombe wala nisivute sigara. Ela alicheka kwa upole. Alimkumbatia mwanawe na kumbusu kwenye paji la uso, akijaribu kumtuliza. Lakini Billy aliendelea kuwa na wasiwasi na hofu, akitetemeka bila kutulia. Ela alimlaza Billy kitandani, lakini alipokuwa na wasiwasi juu ya hili, kwa haraka alikimbia hadi kwa jirani aliyekuwa na simu na kupiga kwa daktari. Baada ya kusikiliza hadithi hiyo, daktari alisema, mtoto ana wasiwasi tu, ataondoka na hali hiyo. Usiku huo, Billy alirudia hadithi yake wakati wa chakula cha jioni. Kuna mtu kwenye ule mti na nilisikia alichoniambia. Sitapita tena hapo kamwe. Na kweli, hakuwahi kupitia tena karibu na ule mti. Tangu siku hiyo, kila alipokwenda kwenye zizi la ng'ombe, aliepuka kabisa na huo mti wa mwarobaini wa fedha, akizunguka njia ndefu upande wa mbali wa bustani. Wiki mbili baadaye, Billy na Edward walikuwa mbele ya kibanda wakicheza mchezo wa magololi. Ghafla, Billy akahisi kitu cha ajabu kimemjia. Shinikizo lililomfanya ngozi yake hisi msisimuko, kana kwamba aina fulani ya nishati isiyoonekana ilikuwa imemzunguka. Aliangalia juu. Kwa namna fulani, mto hai ulionekana kuwa karibu zaidi kuliko hapo awali.
Billy alipokuwa akitizama chini ya mto kuelekea Jeffersonville, pori lilibadilika mbele ya macho yake. Daraja liliundika kutoka kwenye kingo za mto, likienea juu ya mto kipande kwa kipande, likijengwa kwa mwendo wa kasi. Halikuwa kama madaraja ya chini ya Bapa aliyovuka hapo alipohamia Indiana. Daraja hili lilionekana kubwa na lenye upinde mpana wa chuma juu yake. Billy hakuwahi kuona kitu kama hicho hapo awali. Alipotizama kwa makini, aliona wanaume wakifanya kazi juu kabisa kwa muundo wa daraja hilo. Kisha akaona sehemu moja ikivunjika. Katika sehemu iliyovunjika, wanaume walidondoka kutoka kwenye boriti mwendo wa polepole. Billy alihesabu walipokuwa akianguka. Aliwaona wanaume 16 wakitoweka, kuingia ndani ya maji yenye giza chini. Akiacha mfuko wa magololi, Billy alikimbia nyumbani, akapiga mayowe bila kuthibitika. Ella alijitahidi kumtuliza. Alipoweza hatimaye kumsimulia hadithi yake, alisema, "Billy, umeota tu." Billy alisisitiza, "Hapana mama, nilihisi hisia ya ajabu. Na nikatazama mto na nikaona moja kwa moja. Niliona, oh mama, naogopa sana." Charles alitoa maoni yake, "Mvulana ana wasiwasi tu, kama daktari alivyosema." Lakini Ella hakuwa na uhakika. Alikumbuka siku moja miaka 4 iliyopita, Billy aliposema bila mpangilio kwamba ndege alimwambia wataishi karibu na mji uitwao New Albany. Cha ajabu, hilo lilitimia. Daraja kuvuka mto, watu 16 kufa. Je, ikiwa siku moja ingetokea ukweli? Ella akaandika tukio hilo akiwazia, "Utaona